Tukiendelea ni kwa kuna hisia za ghadhabu nchini Somalia baada ya mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 8 ambaye alikuwa ametoweka kwa miezi 6 kupatikana akiishi na mwanamume aliyesema kuwa ni mumewe. Skola Kisanga na taarifa zaidi. Vikosi vya usalama vilizingira nyumba ya mwanaume huyo wiki iliyopita, wakaingia ndani kwa nguvu baada ya kujifungia chumbani akiwa na msichana huyo. Tukio hilo limezua hasira kwenye mitandao ya kijamii na kusababisha maandamano ya umma katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Vile vile limeibua mijadala mipya kuhusu sheria za ulinzi wa mtoto, kwani kwa sasa hakuna sheria inayobainisha umri wa chini kabisa wa ndoa. Fadumo Ahmed, ambaye ni mwenyekiti wa kundi la kutetea haki za wanawake la Somali Women Vision Organization, ameiambia BBC kwamba kinachoshangaza zaidi kuliko hata mkasa wenyewe ni madai ya kutekwa nyara na kwamba familia yake haikuwa na habari yoyote kuhusu alipokuwa msichana huyo kwa miezi kadhaa. Kulingana na mjomba wa binti huyo mwenye umri wa miaka 8 tu, alichukuliwa kutoka nyumbani kwake katika jiji la Bosaso Septemba mwaka 2024 na jamaa yake mmoja wa kike. Ndugu huyo alisema alikuwa akimsindikiza mtoto huyo safarini kwenda kuonana na mjomba wake mwingine, lakini miezi michache baadaye video iliibuka mitandaoni ikimuonyesha msichana huyo akisoma Qur'an. Familia yake baadaye ilianzisha mpango wa kumtafuta mtoto huyo, lakini haikujulikana kwa nini hawakufanya hilo mapema. Ndipo alipogundua alikuwa katika eneo la Karmo akiishi na Sheikh Mahmud. Sheikh Mahmud awali alisema alikuwa tu akimfundisha msichana huyo Qur'an, lakini baada ya malalamiko ya kisheria kuwasilishwa, alibadilisha kauli yake na kusema alimuoa msichana huyo kwa idhini ya baba yake mzazi. Alipoulizwa na BBC kama aliona ni jambo la halali kumuoa mtoto wa miaka 8, Sheikh Mahmud alisema mila za Mtume Muhammad pamoja na mwongozo wa fikra za Shafi'i zinaruhusu ndoa za utotoni. Polisi wa Portland na mamlaka ya haki za binadamu waliingilia kati mnamo Machi 25 mwaka huu na kumuondoa nyumbani kwa mwanaume huyo baada ya familia yake kuwasilisha malalamiko. Polisi katika eneo la Portland wenyewe wanasema kwa sasa mtoto huyo yupo na familia yake. Kadhalika, uchunguzi zaidi kuhusiana na mkasa huo umeanzishwa. Ndoa za utotoni bado ni donda sugu nchini Somalia. Kulingana na ripoti iliyochapishwa mwaka 2020 na shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu pamoja na serikali ya Somalia, ilionyesha kwamba 35% ya wanawake wenye umri kati ya miaka 20 na 24 nchini humo waliolewa kabla ya umri wa miaka 18. Kiwango cha ndoa za utotoni kinachangiwa na masuala mbalimbali ikiwemo umasikini, ukosefu wa usalama na mila na desturi ambazo mara nyingi hazizingatii umri wa msichana wakati wa maandalizi ya ndoa au harusi. Tukiendelea msikilizaji, sasa tuelekea kule Uchina ambapo China imeanzisha zoezi kubwa la kijeshi kuilenga Taiwan, ikifanya luteka kubwa ya kijeshi kuzingira kisiwa hicho. China inasema inatumia majeshi ya angani, baharini na ardhini kuizingira Taiwan kutoka kila upande. Shoaib Ibrahim na maelezo zaidi. Akizungumza katika mkutano wa kawaida wa waandishi habari, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China Guo Jiakun amesema chama tawala cha Taiwan kitashindwa katika jaribio lake la kuzuia muungano wa kisiwa hicho na China bara. Taiwan ni sehemu ya ardhi ya China isiyoweza kuondolewa. Swala la Taiwan ni swala la mambo ya ndani ya China pekee na halipaswi kuingiliwa kati na mataifa ya kigeni. Hatua ya viongozi wa chama cha DPP ya kuendelea kudai uhuru wa Taiwan na kuomba uungwaji mkono wa kigeni na kuigawanya nchi ni jambo lisilowezekana. Hatua hiyo itashindwa. China hatimaye itaunganishwa na lengo la kihistoria la kuunganishwa haliwezi kuzuiliwa. Naye msemaji wa jeshi la China Shi Yi amesema mazoezi ya pamoja ya vikosi vya ardhini, wanamaji na maroketi yanapaswa kutafsiriwa kama kile alichokiita onyo kali. Taiwan kwa upande wake imetuma manowari kama hatua ya kujibu kitendo cha China kutuma meli za kijeshi na wanamaji jirani na pwani ya Taiwan. Akizungumza na waandishi habari, waziri wa ulinzi wa Taiwan Wellington Ko amevilaani vitendo vya China. Leo bila shaka wametangaza mazoezi ya pamoja, lakini pia tunafuatilia kila hatua wanayoichukua, si tu inayoendelea kwa sasa. Hata hivyo, ningependa kusema kuwa hatua hiyo inayumbisha usalama na utulivu katika eneo hili. Ni wazi kuwa China inachochea vurugu. Nadhani wanapaswa kusuluhisha changamoto hizi za ndani kwa njia mwafaka badala ya kusambaratisha amani na utulivu katika ukanda huu. Uongozi wa serikali ya China
mjini Beijing una mtazamo kuwa Taiwan inayojitawala yenyewe kidemokrasia ni sehemu ya ardhi ya China na mara kwa mara inafanya mazoezi ya kijeshi jirani na kisiwa hicho. China imeyaita mazoezi ya pamoja yaliyoanza leo Jumanne kama onyo kali na kikwazo dhidi ya uhuru. Si tu inayoendelea kwa sasa. Hata hivyo, ningependa kusema kuwa hatua hiyo inayumbisha usalama na utulivu katika eneo hili. Ni wazi kuwa China inachochea vurugu. Nadhani wanapaswa kusuluhisha changamoto hizi za ndani kwa njia mwafaka badala ya kusambaratisha amani na utulivu katika ukanda huu. Uongozi wa serikali ya China mjini Beijing una mtazamo kuwa Taiwan inayojitawala yenyewe kidemokrasia ni sehemu ya ardhi ya China na mara kwa mara inafanya mazoezi ya kijeshi jirani na kisiwa hicho. China imeyaita mazoezi ya pamoja yaliyoanza leo Jumanne kama onyo kali na kikwazo dhidi ya uhuru wa Taiwan. Rais wa Zambia Hakainde Hichilema amewaonya mawaziri kutosinzia wakati wa mikutano, akihusisha ukosefu wa usikivu na kile alichokiita kujiachia na kutojidhibiti. Florian Kaijage na maelezo zaidi. Rais Hichilema hakueleza alichomaanisha hasa kwa kujiachia, lakini vyombo vya habari vya Zambia vimetafsiri hili kama unywaji pombe kupita kiasi na karamu za usiku wa manane. Rais alionya kuwa tabia hiyo inahatarisha kuvuja kwa siri za serikali na kuchelewesha utoaji wa huduma kwa umma. Hichilema alipata ushindi wa kishindo mwaka 2021 akiwa na mipango kabambe ya kugeuza uchumi wa nchi hiyo ya pili kwa uzalishaji wa shaba barani Afrika. Tangu aingie madarakani, amewafukuza kazi maafisa kadhaa wa ngazi za juu wakiwemo mawaziri kwa tuhuma za utendaji hafifu wa kazi. Akizungumza alipokuwa akimkaribisha waziri wa serikali za mitaa aliyeteuliwa hivi karibuni, Gift Sialubalo, Rais Hichilema amesema sasa ameweka hadharani kutoridhika kwake kuhusu mawaziri baada ya kuwaeleza hivyo mara kwa mara faragani. Rais Hichilema hakueleza alichomaanisha hasa kwa kujiachia, lakini vyombo vya habari vya Zambia vimetafsiri hili kama unywaji pombe kupita kiasi na karamu za usiku wa manane. Rais alionya kuwa tabia hiyo inahatarisha kuvuja kwa siri za serikali na kuchelewesha utoaji wa huduma kwa umma. Hichilema alipata ushindi wa kishindo mwaka 2021 akiwa na mipango kabambe ya kugeuza uchumi wa nchi hiyo ya pili kwa uzalishaji wa shaba barani Afrika. Tangu aingie madarakani, amewafukuza kazi maafisa kadhaa wa ngazi za juu wakiwemo mawaziri kwa tuhuma za utendaji hafifu wa kazi. Akizungumza alipokuwa akimkaribisha waziri wa serikali za mitaa aliyeteuliwa hivi karibuni, Gift Sialubalo, Rais Hichilema amesema sasa ameweka hadharani kutoridhika kwake kuhusu mawaziri baada ya kuwaeleza hivyo mara kwa mara faragani.